katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Zibariki sadaka hizi kwa damu yako, zibariki sadaka hizi kwa damu yako, zikapokee usemi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Lakini zaidi ya yote zikafanya na kuyatenda yale yaliyo makusudi yako, zikaguse mahali ambapo unataka zikaguse, zikafanya ile shughuli ambayo unataka zikafanya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu tunaomba na kushukuru.
kaka Shedraki kwa ajili ya kutuhumiwa. Wanapokuja tafadhali kupiga makofi. Sababu tutaenda kuangalia kwa ufupi kwa sababu niko na ajenda ambayo nimekuja nayo. Kwa hiyo inakuja kama salamu, Bwana asifiwe, kama utangulizi wa kile ambacho tutakifanya baadaye. Amina watumishi. Kijana na nguvu ya madhabahu. Kijana na nguvu ya madhabahu. Tutaenda kuangalia madhabahu ni nini, sio? Lakini madhabahu imebeba nguvu gani? Na nguvu ya madhabahu huwa inatumika vipi? Bwana asifiwe. Na kijana afanye nini ili nguvu ya madhabahu atende nayo? Lakini nguvu ya madhabahu inahitaji vijana wa namna gani ili uweze kukaa kwao na ikafanya kazi? Bwana asifiwe. Amina ndugu zangu. Tuko hapa kama na participate, lakini kabla sijaanza kuna kitu nikiseme kwenye mwongozo wetu wa participate. Hapa najua unafahamu kipengele cha 6 maadili ya msingi. Kuna kitu kimoja nataka nikiseme hapa kama utangulizi kidogo. Kwenye maadili ya msingi kipengele cha 6 hapa anasema uaminifu kwa Biblia. Maelezo yake hapo hivi: maandiko yamevuviwa na Mungu kikamilifu na ni sahihi, na ndiyo mamlaka ya mwisho ya imani na mwongozo wa maisha ya Kikristo. Ni mamlaka ya mwisho ya imani na mwongozo wa maisha ya Kikristo. Bwana asifiwe. Nataka niseme kwanza kama wanakasirika, kama watu waliokoka, kama Wapentekoste, katika imani yetu ya Kipentekoste, mamlaka ya mwisho ya kiimani, yani jambo lolote linalohusu imani, mamlaka ya mwisho, yani msemaji wa mwisho kabisa katika imani yetu ni Biblia. Imani yetu na misingi ya imani yetu sisi imejengwa katika Biblia, katika neno la Mungu. Ndio mamlaka ya mwisho, yani hatuna mtu wa kumsikiliza aongeze nini ili imani yetu ikolee. Sisi imani yetu imekolezwa katika nini? Katika Biblia. Kwa hiyo hatuna jambo jingine, hatuna mamlaka nyingine, hatuna mtu mwingine ambaye anaweza akaja akatuamuru tufanye jambo jingine kinyume na Biblia. Bwana asifiwe. Hii ni Wapentekoste wote, Wapentekoste wote. Usini mwongozo wetu jamani, si ndio? Ni mwongozo wetu. Kwa sababu hiyo kila tunachokifanya, kila jambo ambalo tutagusa kulingana na Biblia. Yaani tutakwenda kulingana na Biblia na sio mitazamo ya watu, sio falsafa za watu. Hatuangalii falsafa, hatuangalii mtu gani mkubwa ambaye alifanya hiki kitu. Bwana asifiwe. Ndio maana hata Biblia yetu sina vitabu 66. Si ndio? Wengine vipo 72. Kuna vitabu ambavyo mambo yaliyoandikwa mule, watu walioandika mule ni watu ndio walikuwa maarufu, lakini havikufaa kuingia huko sababu mafundisho yake hakutosha kwenye kile vipimo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunakwenda kulingana na standard za kimungu. Amina ndugu zangu. Tunakwenda kulingana na standard za kimungu. Amina ndugu zangu. Haya basi tuendelee kidogo hapo. Tunasoma kijana na nguvu ya madhabahu. Tutakwenda tutasoma tu vifungu viwili ili niende haraka. Tenda kusoma mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi, na aliyepata anaweza kusoma sura ya 6 mstari wa 13 na 14. Mambo ya Walawi. Ndio. Amri ya sadaka ya Mungu. Wana wa Haruni watasogeza mbele za Bwana mbele ya madhabahu. Anasoma na sura ya 10 mstari wa kwanza. Nasema
Nadabu na Abihu wana wa Haruni wakatwaa kila mtu chetezo chake, wakatia moto ndani yake, wakatia na uvumba, nao wakatoa moto wa kigeni mbele ya Bwana ambao yeye hakuwaagiza. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu hautozimishwa. Lakini pale sura ya 10 tunaangalia wale watoto wa Haruni wawili walikwenda madhabahuni kutoa sadaka ya kuteketezwa. Kila mtu akashika chetezo chake. Biblia inasema kilichofanyika ni moto ukashuka kutoka juu ukawaua wale watu, si ndio? Biblia inasema ukawalamba wakafa. Kwa nini? Kwa sababu ile ni madhabahu na kanuni ya madhabahu iko wazi na utaratibu ulikuwa unajulikana, lakini wao wakaleta taratibu mwingine ambao sio wa kawaida, ambao kuwepo kabla. Yawezekana walijifikiria kwamba hapana, mbona hata tunaweza tukafanya kwa kuwa ni moto unahitaji aje kuteketeza sadaka, haina shida, si ndio? Amina watumishi. Nimeandaa kasama kadogo ili ndani na somo. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu ni mahali maalum au palipo watu palipochaguliwa pameweka watu kwa ajili ya ibada juu ya Mungu au Mungu. Yaani mahali maalum palipochaguliwa au pameweka watu kwa ajili ya ibada juu ya Mungu au Mungu. Maana yake ziko madhabahu za aina mbili. Iko madhabahu ya kishetani, iko madhabahu ya kimungu. Na kila madhabahu ina sifa zake, na kila madhabahu ina misingi yake. Misingi ya madhabahu ya kimungu haiwezi kufanana na misingi ya madhabahu ya kishetani. Ni tofauti. Sadaka za kule na sadaka za huku ni tofauti. Watu wa kule na watu wa huku ni tofauti. Ili hata kanuni za kimaisha za watu walio kwenye madhabahu za kipepo ni tofauti na kanuni za kimaisha za watu walio katika madhabahu ya kimungu. Kwa hiyo hawa watu hawawezi kufanana, lakini wanaishi sehemu moja. Anachokifanya yule kule sio ambacho anachokifanya huyu, kwa sababu kinachowatofautisha ni madhabahu. Mwenyezi asifiwe. Shida sio kuishi pamoja, shida sio kula pamoja, shida sio kuongozana. Hapana, tutaongozana, lakini hapana, madhabahu ya kwangu ndio inaamua mimi niishije, ndio inaamua mimi niendaje, na sio mtu anasema nini. Bwana asifiwe. Sasa ibada ni nini? Ibada ni kuadhimisha au kusherehekea uwepo wa Mungu katika maisha ya mtu binafsi. Tukiwa pamoja tunaadhimisha kwa pamoja uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Anasema moto utatunzwa. Moto utatunzwa. Kwamba kumbe ile moto ilikuwa ni ishara ya ibada. Walikuwa wanafanya ibada ya kuteketeza sadaka kwa ajili ya maombi yao, wakimwomba Mungu amani, wakimwomba Mungu mahitaji yao. Kwa hiyo Bwana asifiwe. Usifanye chochote kwao kwa sababu wameshaharibu. Bwana asifiwe. Sisi sio wa kwanza kuokoka. Wewe sio wa kwanza kutoka kwenye Pentekoste. Hawa watoto wa Haruni hawakuwa wa kwanza kuwa makuhani. Walibeba kina Musa, hata Haruni mwenyewe walipenda vizuri. Bingu ya Mungu ikashuka, lakini kikainuka ile kizazi kingine. Wanaingia, wanakuja na desturi zao ambazo sizo. Wanapenda kizazi wanapenda vizuri. Mungu anashuka, anasema hapana, hiki sicho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa tunataka tuangalie. Biblia inatuambia sisi ni hekalu la Mungu, sio? Kama ni hekalu la Mungu, ile madhabahu ilikaa wapi? Ilikuwa Haruni, sio? Iko madhabahu ambayo inaonekana. Iko madhabahu ya nani? Hekalu ni maskani ya Mungu, mahali ambapo Mungu anapatikana. Sio? Kama hekalu ni mahali ambapo Mungu anapatikana, maana kwenye kila hekalu iko madhabahu ambayo hiyo madhabahu ina sifa zake. Bwana asifiwe. Sifa za madhabahu moja wapo kuvuta uwepo wa kile kinachoabudiwa. Kama ni Mungu, madhabahu iko pale kwenye hekalu kuvuta uwepo wa kimungu, kwa sababu imeshatengenezwa, imewekwa watu kwa ajili ya ibada za kimungu.
Kwa hiyo iko pale, watu wataomba, watu wataimba, yule anayetukuzwa pale ushuka kwa njia ile ya madhabahu. Lakini madhabahu ikitunzwa, ilijaa kwenye hali ya utimilifu. Manake wale watu wakiimba, wakasifu, wakaomba, kama wako sawa, madhabahu haiwezi kuleta ile nguvu ya ile inayoabudiwa. Haiwezi. Kwa sababu hakuna mapatano kati ya wenyewe na madhabahu ya mahali pao. Bwana asifiwe. Kwa hiyo madhabahu ina sifa ya kuvuta uwepo wa Mungu kwenye maisha yako au mahali ambapo Mungu anaabudiwa. Bwana asifiwe. Sasa tunaangalia kijana na madhabahu, si ndio? Na nguvu ya madhabahu. Na madhabahu sipate nyingine, hufuata misingi na kanuni ya imani husika. Yaani hakuna madhabahu ambayo inafanya popote, inafanya vyovyote bila misingi yoyote. Na madhabahu hutembea na maagano ambayo yalifanyika na watu wa kwanza waliotengeneza na kuweka watu hiyo madhabahu. Watu wa kwanza walifanyaje? Walitembeaje? Waliendaje na hii madhabahu mpaka Mungu akaonekana, mpaka walihukumia? Nini kilitokea? Walikosea wapi? Lazima ujue, kwa sababu usipojua utapata njia ya zamani ilikuwaje, watu wa kale walitembeaje, na nguvu ya Mungu ilionekana vipi. Hiyo lazima ujue yaliyokuwa maagano. Mtu yeyote aliye kinyume akipenda hivi mpate hivi, unakwenda na kwenda kinyume, unakutana na magumu, haujui yanatoka wapi. Kumbe ni wewe umepata kwenye madhabahu ambayo mambo unayofanya na agano la pale utoke. Kwa sababu watu walikuwa kama wajinga, hawaelewi wafanye nini, hawaelewi madhabahu inataka nini. Sasa kwa nini tunaangalia hiki? Tunataka tuangalie kama wanafasota, kama vijana tuliokoka, tunatamani tuangalie ni namna gani tunaweza kutembea na madhabahu. Nasema madhabahu maanake nguvu ya Mungu. Nazungumzia nguvu ya Mungu, nazungumzia uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu kama wanafasota, uwepo wa Mungu kwenye ibada zetu kama wanafasota. Na mnagano za tutafanya ili watu wajue Mungu kupitia sisi, ili Mungu ajidulie sisi, ili Mungu aseme pale Mose, kuna watu wangu unatunzaje? Bwana asifiwe. Ipo kabisa. Tunarudi ni wakavu, tunaenda kwa kweli, lakini uhalisia Mungu hayupo, nguvu ya Mungu hayupo. Sasa tunataka ile nguvu ya Mungu irudi. Maana hata na Pentekoste iko mikononi mwa Kaseta. Na kwambia hatima ya Pentekoste yenye nguvu, umoja wenye nguvu, ulio imara, utakaotikisa nchi, iko mikononi mwa Kaseta, ambao wakitengeneza watasalia watumishi wenye nguvu baadaye, watakaokuja kupigana, watakaokuja kusema lugha moja, wanacheza Kaseta. Lakini sisi tumejisahau, tumeanza kuchukua mambo ya kigeni tunayoingiza kwenye imani. Shida sio hiyo miziki, shida ni madhabahu tulionayo. Haihusu hiyo miziki, maana iko na misingi yake, iko na kanuni zake tofauti na zile za nchi, iko tofauti. Hatuwezi kuchukua tukaleta kwenye madhabahu yetu. Shida sio kuvaa, shida ni madhabahu tulionayo. Inakubali mavazi unayovaa, inakubali mwenendo wako. Madhabahu ndiyo shida. Shida sio sisi, shida tunatetea uwepo wa Mungu kwenye madhabahu, tunatetea nguvu ya Mungu kwetu na kizazi kinachokuja. Unafanya kiponye vibaya, unafanya magodaka tusifuatilie. Lazima tukufuatilie. Kapuni lazima ufuatilie. Ni lazima tutakurudisha nguvu ya Mungu halisi. Turudi kama vijana, kwanza kutembea kwenye Pentekoste, wakisema maombi, watanamiminika na nguvu ya Mungu inashuka. Mungu anaonekana kwenye maisha ya watu. Watu wanacheka, kinywa kinacheka, kinatabasamu, lakini moyoni vina umivu, wamena mambo mazito. Wanatamani watu wengi wapatiwe mizigo. Kila sehemu wakenda, wanaingizo, wanaabudu matatizo ya nchi, wanaabudu bado shida ni kubwa, mizigo ni mingi. Waende wapi?
Mungu amtumie nani? Nani amtumie? Nani amtumie? Kuna wale kutoka majumbani kwao wana changamoto za kutosha nyingi. Madhabahu gani simame iwatetea watu? Kama je bahati mbaya mnasomea mambo ya daktari, mambo ya utabibu. Sikiliza nikwambie, magonjwa mengine sio asili ya binadamu, yanatengenezwa kwenye madhabahu za giza ili tibu yale magonjwa. Lazima simame madhabahu ya Yesu Kristo, ndipo tibu yetu. Sio kila kitu utatumia dawa. Ndio maana wengine wanafika wameazima ile matabibu wanakufa. Kwa sababu gani? Yako magonjwa ambayo zije madhabahu zimesimama, wanapotaka kutibu zinainuka juu yao, zinawapiga, wanapotea kwa sababu nguvu haiko ndani yao inawasimamisha. Mmebeba kitu kizito, mnatembea na madhabahu nzito, yako mambo yote katika mazito. Lazima yako madhabahu ambayo itasimama nyuma yako, ambayo itasema juu yako, ambayo itakulinda wewe, ambayo itafanya wengine wanufaike kupitia wewe. Mtumishi aliyepita kipindi kile nilikuja alisema wewe ni mradi wa Mungu. Wewe ni mradi. Unapozaa matunda, Mungu anategemea watu walio ndani yako wapate hayo matunda, wamtukuze Mungu. Sio unakaa tu na taarifa zako zote zinabeba na madhabahu. Kwani Anania na Safira walipoahidi kama tutauza kiwanja, hela yote tunaileta huko. Petro alibeba kwa alienda kuuza madhabahu. Jambo lolote ambalo linafanyika katika uwepo wa kimungu, Mungu mwenyewe hufuatilia. Mungu mwenyewe huangalia zile ahadi kwamba huyu mtu anaahidi atakuja kufanya. Sikiza nikwambie, wewe uko hapa, umetoka pengine mkoani, uko hapa kusema taarifa zako zote za kwenye madhabahu yako kwa kuwa ni moja. Ulipita kwenye kanisa ndogo saizi, madhabahu ulisoma huyu ni mtu fulani, ametoka sehemu fulani, taarifa zake hizi, hatima yake hapa. Wakati kiwango chake cha kiroho yuko hapa, anatakiwa apate mafundisho gani? Haya hapa, anatakiwa apitishe kwenye njia gani? Madhabahu ina taarifa zake zote. Na hiyo ndio itasimama, ndio itanena neno kwako. Ukikaa mbele na hiyo, hakuna kitakachoendelea. Yaani hakuna ulinzi, hakuna amani, nje ya uwepo wa Mungu. Kwa hiyo lazima kama kasota tuweze kuangalia namna ya kwanza kurudi kwenye misingi yetu, ya kwanza kurudi kutunza nguvu ya Mungu kwenye maisha yetu, kutunza nguvu ya Mungu kwenye maisha yako. Wewe kama mwanakasota, sio kila kitu utafanya, sio kila mahali utaenda. Sasa tunachanganyikiwa. Ndio mambo yake tunaleta kanisani, nadhani ujanja. Kumbe kuna kitu tunaibisha madhabahu. Madhabahu inaibishwa na sisi vijana. Tukitoka mbele ya kanisani, tumetoka shuleni, na jidai ni wasomi, tunaleta mambo na itikadi mbovu za kanisani. Kwa kweli umetoka chuo, nikifika kule basi wote wanasema kwenda niangalie nini. Unakwenda kwa yaani unakuwa mbovu, unakuwa ovyo, unafanya mambo ya ovyo. Wokovu ni mtu binafsi, na umepewa leo ni neema. Wako wanaohangaika, wako wanaoteseka, wanatamani wamepata neema kukaa ndani, wameshindwa. Amepata neema kai, ndio muda wa kutengeneza huyu, ndio muda wa kujenga vizuri, kuweka mambo yako vizuri. Acha kiburi, acha kiburi, acha mambo ya ovyo, acha kujichanganya. Ukiona muda kwa umefika, nenda kwa pastor, kamwambie mimi naona kabisa kwamba muda umefika. Nikichelewa hapa naona mimi naharibu. Nifanyaje hivi? Akupa maelekezo. Wewe na kabisa unashinda hivi, baba mimi hapa sielewi sio kufanyaje. Wewe unateseka. Nenda akupe cha kufanya, kuelekeze. Sio unachungiana tu ovyo. Baba ajui, hakuna anayechukua mchungaji aelewe, ila mimi nimeshachungiana. Nikitoka chuoni nafarijiana. Masomo ya leo hii. Mungu papo baby, maana ni kama magumu. Nafarijiana. Bwana haya mambo yanaondoa uwepo wa Mungu.
Mungu ambaye anaharibu hekima zetu. Yaani angalia wewe na miaka 5, baada ya miaka 10 hauna kuwa wapi? Unaenda kuwa nani? Unaenda kama bagani. Mama wa namna gani? Utalea wengine kwa namna gani? Utapewa kulea watoto wa watu wengine, utawalea namna gani wewe? Kila kitu kwako. Nyenyekea, jifunze nyenyekevu. Lolote la Mungu lifanye, haijalishi kama utakuangaliaje. Hasiweka pembeni, haina kitu, haitakusaidia. Jifunze nyenyekea. Nyenyekea kwa namna yoyote. Mungu anakuangalia mtumishi, sio wanadamu. Unasema maintain status, itakutesa. Wewe fanya kwa ajili ya Mungu, wakuone kichaa fanya. Lakini Mungu anajua ni nani tunayejivunia pale, anafanya kwa moyo. Yeye ni mfano wa kuigwa kwa utumishi. Kila kitu anafanya kwa moyo. Mungu anahitaji watu hao wanaotunza utakatifu. Na nguvu ya Mungu inatunzwa kwa namna hiyo, kwa utakatifu. Kwa utakatifu, maisha utakatifu. Unaposema utakatifu ni utakatifu. Bila doa. Bila doa. Inawezekana. Maisha utakatifu kwa wanafunzi. Inawezekana. Kwa wanajua inawezekana. Mimi nimeprove. Nimeprove. Tukashona msingi. Mpaka nimefika advance. Nikaangalia maisha ya pale nikupiga picha. Maisha utakatifu inawezekana. Na kwa miaka nikienda sekondari, ninawaambia, ninawakalisha chini naelekeza maisha utakatifu shuleni inawezekana. Hata sasa hivi niko chuo bado, ninasema maisha utakatifu chuoni inawezekana. Hakuna kinachozuia. Hakuna. Basi wewe utaamua. Na ukichelewa kufanya maamuzi ya kimaisha utateseka. Lazima ufanye mapema ili uanze kujipanga mapema. Ukichelewa utateseka baadaye. Wewe unashindikana, inawezekana. Maana cha ajabu, wewe gani mtakatifu anayeshuka akamshukia mtu akanena hapo kila dhambi zikate. Wewe sio mtakatifu. Wewe mtakatifu shuka kwa sababu hapana. Wewe mtakatifu anashuka na jana, lakini kila dhambi bado ipo. Unatamani tu, unatamani ufuta. Unaona kabisa ukipita sehemu moja, ukipita vile. Wewe unabanda, unachoka. Vuta kidogo na mimi simu madaktari na wanakutaka sana. Sema nenda kwenye operation kwa haya. Tunavuta ulewe, anaenda pale kama mawingi hivyo. Pale na anapasua watu sasa. Unaona kabisa haiwezekani. Ukipita sehemu na kunywa, unaona kabisa yani hata mimi nipige kidogo. Kila mtu mbele amepita ni ulewe na moyo unakimbia wewe. Na kwa kwanza ndio isipokuwa nguvu ndani yako ya kuipushi leo inakuvaa. Wewe wazee na wako watu wao unadhani unapenda. Ile ni leo. Yaani kimba hana cha kufanya. Yaani ile human ability kama kakimbia haipo. Sima sema kwamba ukiweka sisi mkono kwenye sharp nini sisi inatoka haraka. Sio ukifanya hivi mara mtoto hata kama mtoto yeye ni ipo sisi nini. Sima egala hivi mnafanya sisi nini wengine mnasemaje nyinyi mnajua. Ile haipo. Nikisha kuvamia pale ni kitu hatari. Lakini kuja kukimbia haipo. Kwani mtu akikutana na jini sio wanawasimia na madaktari ni wapo na wenyewe. Anashinda kukimbia mwingine anabaki anatetemeka. Anaona jini linakuja ile hapa na hajaokoka. Baada ya kimbie anatetemeka tu. Inamkuta. Sisi unaweza kusema ni uzembe. Kuna nguvu ambayo iko ikikuvaa, unashinda cha kufanya. Unajikuta unafanya kile ambacho unataka kufanya. Unasema nikajikuta tu nimemkosea Mungu. Utajikuta sana umemkosea Mungu. Usipobadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vijana, hii nguvu ya madhabahu, hii nguvu ya Mungu sio issue ya kitoto. Yaani mpaka anakwambia huyu ana nguvu ya Mungu, anatembea na Mungu, anaishi maisha matakatifu. Sio issue ya kitoto. Sio unafikiria wewe.
ni maisha ya kujikana, ya kujikana sana sana sana. Ndio naona mtu analia, uelewe analia nini? Analia anaona kabisa mimi kwa maisha naishi sina kingine, nina Mungu tu peke yake. Ninafanyaje nikiachana naye? Yaani sio kama mkosea Mungu ila analia. Mimi ndio mkosea Mungu, nitenda kwa nani? Nani atanisaidia? Analia Mungu nisaidie. Lakini sisi zaidi, Mungu nisaidie. Haya mambo haya wewe umesema pale kwenye Yohana kama kujipa moyo. Mambo magumu, analia aelewi. Yana ana shida, afa aelewi, anaomba aelewi. Mungu nijalie tu. Haya mambo anapenda shida tu, lakini nipe mwana mzito. Kwa hiyo kama Kaspeta tenda kutembea kwenye misingi ya kimungu. Mimi siwezi wakashangaga, sijui kama rege huwa nazo ni za huku. Wimbo wa dini umeingiziwa rege. Yaani mstari kabisa unasikia kabisa kuna Yesu. Unasikia kabisa huko ndani kuna Mungu. Lakini ukiangalia ile Mungu ile inapenda unaona kabisa uelewe. Uelewe ni Mungu fulani na pepo hivi. Kama kuna Yesu afu kama msikisi uelewe hivi. Yaani labda hapo na watu wanaruka tu wanaendelea tu. Shida sio nyimbo. Shida ni madhabahu yetu jamani. Shida ni Mungu. Shida ni nguvu ya Mungu. Ile sio keki. Sio na kama nguvu ya Mungu inakaa kwenye keki. Nguvu ya Mungu inakaa kwenye keki. Yaani nguvu ya Mungu inakaa kwenye maji. Nenda nayo kwako, ufungue ukajinyunyiza kwenye kitanda, jinyunyize kichwani hapo umepona. Nguvu ya Mungu. Yesu ile mikate alikuwa na nguvu ya Mungu alivika. Akasema kweli mikate ya upako. Tunasema hivi sisi. Nguvu ya Mungu sana sana. Sio sana kidogo. Ni mzito. Yaani kikaa ndani yako unabadilishwa, tunaichochea. Sisi kama Kaspeta Mwasi tunarudisha nguvu ya kwanza itembee zaidi, ionekane zaidi. Sasa hii nguvu sasa itakamata Kaspeta wote walioko saizi, watakaokucha wote madhabahu itawakamata. Na hii madhabahu yeye ndio itaendesha maisha ya watu. Hatima za watu zitalindwa, watafika salama. Waliofungwa watafunguliwa. Na hapa Mwasi hii madhabahu ndio itakuwa overall, itasupervise vitu vyote. Hakuna jambo la giza ambalo litaingia hapa ikapenya Mwasi, ikapenya uharibifu. Hii madhabahu itasimama. Kama wako watu ambao ni watu wakubwa waliletwa Mwasi, lakini walipingwa, dini za giza zikawapinga, kwamba wakipiga mahali hapa hawataendelea. Mama watakuja kukanyaga tu hapa. Hii madhabahu itawaita watafunguliwa. Na kama wako ambao hawajaokoka bado wako hapa Mwasi, hii madhabahu itavuta wote. Wote watavutwa na Kaspeta hapa itatunzwa, italindwa na hii madhabahu miaka yote. Hakuna mtu ambaye atakuja kwenda kinyume na hii, na yeyote ambaye atakuja kuleta tofauti, kuleta ugomvi, kuleta fitina. Bwana hii Kaspeta yangu ni moja tu, masomo yake ndio kuja kusoma masomo tamshinda. Ile yatamshinda. Na ndio hapo tunasema kila sehemu ina kanuni zake. Kila madhabahu ina maagano yake. Utakwenda kwenye madhabahu, utapata vurugu, utazania unatania. Ujui kisema nini kwenye madhabahu. Unaingia kwenye shida ambayo sio yako. Mtakoma. Nasema tunapenda kuomba. Naomba. Na mtajua. Ni mchezo. Kuna cha mchezo sasa hivi. Tunakolewa kwa Mungu. Tunajulikana. Na pesa zimesabia vio kadhaa kama vitano hivi. Bado kimoja si viwili. Nafanya kazi madhabahu. Baada ya hapo kitembea vio vyote naunganisha tu nguvu hiyo madhabahu Mungu moja iinuke sasa. Itasema vio vyote. Kwa asili ilianzia kuni.
hiyo madhabahu, yani kutakuwa kuna siku maalum ambapo kama kiongozi wa wilaya anafunga. Kwanza nikiwaambia sina funga kwa ajili ya kasoro, kwa nafunga kwa ajili yangu. Unaweza sifu. Tunafunga viongozi. Tunasema Mungu, hii madhabahu moja kwenye muda wa mwezi Juma iende sekondari zote. Itakwenda. Hakuna sekondari sio kimwalimu kimekataza wanafunzi hakuna kwenda kwenye ibada, kitakutana nacho. Sio mmoja sio nini na nini, hakuna cha mwalimu, hakuna cha nani. Kwa tasfita wilaya tunategemea baada ya hapo ni moto na waka. Ni moto nifanyeje? Kwa hiyo tunaanzia rohoni, baada ya moto tunazunguka. Tunajua kutoka rohoni inatokea. Kwa ni gharama. Unaweza kilichepesi. Fanya wewe. Mimi sikutishi bwana Yesu. Jamani hii najaribu kusemea dila kidogo kwa uchache. Dila yetu, dila ambayo natamani tuwe nayo kama Kasfeta. Natamani wale sekondari wanapokuja huko, waanze na moto kule. Wanapokuja huko wawe moto. Hata kienda makanisani kidogo utokee mabadiliko. Unajua sasa kumechafuka yaani katika sehemu za kujilinda sasa kanisani na kwenye kwa kujilinda. Kama umefuatilia, ukikaa vibaya na kwenye unaanguka. Yaani unaweza kaa vizuri tu, lakini baada ya kuingia tu kanisani ukaanguka. Yaani mtu alikuja kuokoka atende dhambi, hana wachumba na nini, akaingia kanisani atakwenda kuingia kanisani. Ndio ameanza kuanguka, ameanza kupenda ndani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimemaliza, naomba tusimame. Yakasema mbona naendelea? Hapana, mimi siendelee. Hapo tutakuwa tumegusa kila sehemu eti. Tunaunganisha nguvu. Naomba mwenyekiti mimi hata mimi niko free. Baba yuko pale. Kwa hiyo ombi letu ni moja tu. Na dakika chache. Namwambia Mungu madhabahu hapa Moasi, madhabahu hapa ikawake moto, madhabahu hapa ikafanye zaidi ambavyo ilikuwa inafanya. Ndio inafanya sasa, hii tunaifanya iende viral, iende mbali zaidi, sio tu siku za ibada. Alisikia mazo tutaingia ibadani, yaani yenyewe itafanya, na kwa kuwa itafanya kwetu, hata familia zetu nyumbani itakwenda kufanya, hata ndivyo hiyo nyumbani watakwenda kudishwa, kwa sababu iko hai. Manake hatima yako inagusa ndugu zako, inagusa watu na wapenda, inagusa watu wa karibu, madhabahu ya harusi uumizwe kwa namna yoyote, kwa yoyote wataitasiwa na hiyo. Wengine watakoka, lakini mtawahubiria kwa sababu wanagusa maisha yako, madhabahu itawavuta. Ili wenyewe tunafuraha moja, watavutwa na madhabahu. Mambo mengine siyakumbea nguvu, madhabahu utafanya. Afutakuwa na jambo moja tu, kuchochea kile madhabahu, kushikisha matakatifu, madhabahu unafanya. Kushikisha matakatifu, madhabahu unafanya. Tutaenda, Mungu atafanya. Tutakesha, Mungu atafanya. Tunagusa, 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 Jina la Bwana. Kabla sijasalimia, mimi huwa ninasema hivi: mtu anayeabudu Mungu sahihi anafanya kitu sahihi kwa wakati sahihi, na anaelewa anachokifanya na anachungwa na kuhani sahihi, hata salamu yake ina majibu. Umesikia neno langu? Kwa kama unamwabudu Mungu sahihi, unafanya kitu sahihi kwa wakati sahihi, salamu yako tu inakuthibitisha mbele za watu. Naitwa Beatrice Kajanya, ni mchungaji. Nimeona tu Mungu amenipa muujiza kuja katikati yenu. Nimekuja Mwimbele toka Januari, nimekuja kwa ajili ya kuombea ardhi ya Mwimbele, kuondoa miungu na kuondoa kingdom devil, ili ufalme wa Mungu uweze kusimama. Niko serikalini, niko Ikulu,
na nimewekwa kwa kitengo hicho cha kusimamisha ufalme wa Mungu. Nimekuwa nikipita nakuta mnaomba, lakini mpaka Mungu akupe kibali cha kuingia. Kwa leo ndo nimepata kibali cha kuingia katikati yenu. Nimepewa dakika chache, lakini naomba niseme hili ambalo linaumiza moyo wangu kwa muda mfupi. Mimi na watoto wawili. Watoto wangu walikuwa shule. Baba yao alishafariki na alikuwa ni mchungaji. Kwa neema ya Mungu niliolewa na raia wa Uganda, amefariki miaka 16 iliyopita. Wakiwa shule mahali fulani hapa Dar es Salaam, sikikutaja watu, mimi nikiwa Muhimbili naendelea kusimamisha ufalme wa Mungu, wale watoto wakachukuliwa na wasiojulikana. Wakapelekwa kusikojulikana, Emmanuel na Naomi. Kwa mpaka sasa wale watoto sijui waliko, japokuwa nimejitahidi kufanya research, nimeambiwa binti alienda kutupwa mpakani mwa Uganda na Tanzania. Kijana haijulikani yuko wapi. Kunahitaji maombi yenu sana. Natamani na mimi watoto wangu warejee wawe shule kama ninyi mlivyo shule. Pengine nilisema na kiongozi wetu tutawasemesha. Tutaendelea kufanya iliko, lakini kwenye saa 5 nitakuwa pale Coca-Cola. Mungu akiombea chochote msiache kusema na mimi, lakini msiache kuniombea. Nahitaji watoto wangu warejee wakiwa hai. Mungu awabariki. Asante sana mama yetu, karibu sana, na sisi tunapenda na tunajisikia vizuri pia kwamba upo katikati yetu. Kwa hiyo kwa wakati nimemaliza, karibu mwenyekiti. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mama yetu kabisa, Mungu azidi kuwa pamoja nawe. Wakati anaongea kuhusu watoto wake, nikawaza nikasema, kama Mungu aliweza kurudisha ni kondoo nani alikuwa amepotea, kina Samuel na Sauli, si ndivyo? Utaona kwamba kondoo alipotea, baadaye anakuja kuambiwa rudi nyumbani, amepatikana. May the grace of God be upon that man. Upate kuwaona watoto wake. Bwana Yesu asifiwe.